na nguzo kuu za utekelezaji wa utaratibu huo. Sasa katika utangulizi, oh my goodness, nafikiri kuna loose connection hapo hiyo. Sio kwenye laptop yangu. Okay. Sawa. Nafikiri swali la kwanza la kujiuliza ni kwa nini CPT imeweka nguvu kubwa katika hii dira mpya? Na ukweli jibu rahisi ni kwamba tumeweka nguvu kubwa katika dira ya maendeleo 2050 kwa sababu ya umuhimu wa dira yenyewe. Dira ambayo imeandaliwa vizuri inaweza kuturudisha katika misingi ya utaifa tuliokuwa nayo ya umoja na mshikamano, na kuondoa hizi tofauti ambazo zinaweza kutokea, tofauti za kisiasa, tofauti za kiitikadi, tofauti za kidini, tofauti za kitamaduni. Dira ina uwezo wa kututoa huko kwenye hizi tofauti ndogo ndogo na kutuelekeza katika vipaumbele muhimu vya kitaifa. Kwa hiyo kuna umuhimu wa pekee kuhusu dira. Sasa mchakato wa maandalizi ya dira unakaribia kukamilika. Katika mipango ya serikali wanategemea kwamba dira itakamilika mwezi Julai 2025 na itazinduliwa rasmi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wakati huo atazindua vile vile mpango elekezi. Kuna timu ya wataalamu sasa hivi iko kambini inatengeneza mpango elekezi wa miaka 25 wa utekelezaji wa hii dira mpya. Sasa niwaeleze kwa kifupi tu muundo wa hii dira mpya ili tuwe na uelewa pamoja kuhusu dira yenyewe. Lengo kuu la dira ni kujenga taifa jumuishi lenye usawi, haki na linalojitegemea. Ndivyo ilivyoelezwa katika rasimu ya dira kama ilivyo mpaka sasa hivi. Kuna marekebisho kidogo yanaendelea kufuata awamu ya pili ya kukusanya maoni, lakini hatutegemei kwamba muundo huu wa dira utabadilika. Kwa hiyo lengo kuu ni hilo la kujenga taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea. Lakini kuna lengo mahususi katika dira. Lengo mahususi ni kufikia uchumi wa kati kama nchi. Lakini uchumi wa kati ngazi ya juu. Kuna wakati tulikuwa tunazungumza sana kuhusu maendeleo makubwa ambayo Tanzania ilifanya kufikia uchumi wa ngazi wa kati, lakini ilikuwa katika ngazi ya chini. Sasa katika dira hii ni uchumi wa kati lakini ngazi ya juu, ambapo pato la wastani la kila mtu litakuwa kati ya dola 4,700 mpaka dola 8,000. Sasa ili kufikia hapo, ili kufikia malengo haya, muundo wa dira kuna msingi mkuu ambao wanasema msingi mkuu ni utawala bora, utawala wa kisheria ambao unadumisha haki, unadumisha usawa. Lakini kuna nguzo tatu ambazo zimeainishwa kwenye hii dira mpya. Nguzo ya kwanza ni ya uchumi imara, uchumi shirikishi, uchumi jumuishi ambao unaleta manufaa kwa watu wote. Nguzo ya kwanza hiyo uchumi. Nguzo ya pili ni kukuza uwezo wa watu, human development, human resource development. Na nguzo ya tatu ni ya hifadhi ya mazingira. Lakini wameainisha vile vile vichocheo ili kufikia malengo ya dira, na kuna vichocheo vinne ambavyo wameviainisha kwenye ile rasimu ya dira, na kuna sekta za kimageuzi vile vile, na wameweka utaratibu wa kuweza kuainisha sekta za kimageuzi. Katika rasimu ya sasa wameainisha sekta 8 mahususi. Sasa lakini ukweli tatizo letu kubwa sio katika maudhui ya dira.
wala sio katika sera na mipango ambayo tunatengeneza. Mara nyingi tumekuwa na mipango mizuri, tumekuwa na dira nzuri ambayo kila mtu nafikiri anaweza akakubaliana kwamba hii ndio dira ambayo tunakubaliana nayo, lakini changamoto kubwa ni utekelezaji wa mipango mizuri ambayo tunaweka, utekelezaji wa dira yetu ya maendeleo. Na sisi CPT tunaamini kwamba ili tuwe na utekelezaji tofauti wa hii dira mpya, ni lazima tubadilishe utaratibu wetu wa mipango. Tuondokane na utaratibu wetu ambao tumeuzoea, utaratibu wa kimazoea wa mipango ya kuanzia juu kwenda chini, ili hatimaye tuweze kujenga uwezo wa kupanga mipango yetu kuanzia ngazi za chini kwenda juu. Pendekezo hili tulitoa kwenye maoni yetu, lakini ukweli ukisoma dira yote ya serikali rasimu ambayo tulikuwa nayo, hakuna sehemu yoyote wazo hili limeelezewa. Na kwa hiyo tunafikiri kwamba kuna umuhimu wa kipekee wa kuendelea kulisukuma, kwani tunaamini kwamba ni jambo muhimu la kuzingatia katika utekelezaji wa hii dira yetu mpya. Sasa katika mada hii ya leo, kuna mambo matatu tu ambayo nitayazungumzia. Ni kwa nini tunafikiri ni muhimu kubadili mfumo wetu wa mipango? Je, ni mabadiliko gani yanahitajika ili tuwe na utekelezaji makini wa dira mpya, na nguzo kuu ambazo zitatuwezesha kuwa na utekelezaji makini. Sasa tuanze na la kwanza. Kwa nini tubadili mfumo wetu wa mipango? Kwa utekelezaji makini wa dira mpya, kama nilivyosema, CPT ilipendekeza tubadili mfumo wetu wa mipango. Badala ya kuandaa na kusimamia utekelezaji wa dira na mipango yetu ya maendeleo kutoka juu tu kwenda chini, tulipendekeza kwamba tuanzishe utaratibu mbadala ambapo mipango itaanzia chini na kwenda juu. Mipango ya kuanzia juu tu kwenda chini kwa kawaida kitaalamu inatengenezwa vizuri zaidi. Ukiangalia kiutaalamu utapendezewa kwamba yamezingatia mambo muhimu ya kitaalamu, na inaainisha vipaumbele vya kitaifa ambavyo ukweli vina manufaa kwa taifa, lakini ukweli ni kwamba manufaa yale yanachukua muda mrefu sana kufikia mwananchi mmoja mmoja vijijini na mijini, na wakati mwingine wala watu wa kawaida hawapati manufaa hayo. Kwa hiyo tofauti na hiyo, mipango ya kuanzia ngazi za chini inaanza kwa kuangalia changamoto za sehemu mahalia, fursa zilizopo, na kuangalia ni namna gani wanaweza kutumia nyenzo ambazo zipo na ambazo wanaweza kupewa ili kutekeleza mipango hiyo. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Moja ni kuanzia juu kwenda chini, nyingine ni kuanzia chini kwenda juu, lakini kwa vyote vile ni lazima somehow wakutaje juu chini, lazima mahali fulani vipaumbele hivi viwianishwe. Mipango ya juu chini mara nyingi inakusudia kuweka uwiano mzuri kama nilivyosema, na inaibua miradi mikubwa ya kitaifa, lakini kwa kawaida ni watu wenye uwezo wa kiuchumi, uwezo wa kisiasa ndio wanafaidika zaidi na utaratibu huu, kwa sababu wanaweza wakatumia fursa ambazo zinatokana na uwekezaji huu.
Kwa kawaida mipango mikubwa ya kitaifa kama reli ya kisasa, kama umeme, kusambazwa kwa watu wote, ina lengo la kufungua fursa kwa wananchi, fursa za kiuchumi. Lakini ili wananchi waweze kufikia fursa hizo, ni lazima kuwepo na jitihada za ziada, lazima kuwepo na juhudi za ziada za kuwezesha wananchi kutumia fursa hizo. Kusipokuwepo na jitihada hizo zaidi za kuwezesha wananchi kutumia fursa hizi na kuamini kwamba wananchi kwa peke yao wanaweza kujenga uwezo wa kutumia fursa hizi, ni ukweli kihistoria na hapa Tanzania na sehemu nyingine inaonyesha kwamba haiendi namna hiyo. Na kwa kawaida miradi hii mikubwa ya kitaifa haina mipango ya kuwezesha wananchi kutumia fursa ambazo zinatokana na miradi hii. Kwa upande mwingine, taratibu mbadala wa mipango ya kuanzia chini kwenda juu mara nyingi unakuwa ni jumuishi, shirikishi zaidi, na unaibua hamasa zaidi ya utekelezaji, kwani unatafuta ufumbuzi wa changamoto halisi za sehemu mahalia na kuwajengea watu uwezo kwa kuwapatia nyenzo na misaada mingine ili waweze kutumia fursa hizo. Kwa hiyo tunaamini tukifanikiwa kutekeleza utaratibu huu mbadala wa mipango ya kuanzia chini kwenda juu, kwanza mipango yetu ya kitaifa itajielekeza kutatua changamoto halisi za sehemu mahalia. Pili, tutajenga uzoefu na uwezo unaohitajika katika ngazi za chini ili watu waweze kujipangia maendeleo yao. Tutarudisha tena ari na hamasa iliyokuwepo siku za nyuma ya kushiriki katika mipango ya ustawi wa jamii na harakati za kujitafutia maendeleo binafsi katika ngazi za chini, na wananchi watafaidika zaidi na mipango ya kitaifa ambayo inawekwa kwenye dira, kwenye mipango mingine ya kitaifa. Kwa hiyo tunaamini hivi vitu hivi ndio ukweli ni hizi faida hizi ambazo nimeziainisha ndio zinatupa moyo wa kupigania utaratibu mbadala wa kuanzia chini kwenda juu. Hata hivyo, tunatambua kwamba kuna changamoto katika pendekezo hili. Pendekezo hili linahitaji muda mrefu zaidi wa maandalizi ya mipango, litahitaji kujenga uwezo stahiki katika ngazi za chini, litahitaji uratibu makini. Maana kuna mipango inaendelea katika sehemu nyingi, ni lazima kuwepo na uratibu makini katika ngazi mbalimbali. Na kwa kubali tu kwamba mipango ianzie chini, tutapiga hatua kwenda katika ugatuzi wa madaraka na kuwapa wananchi ngazi za chini madaraka zaidi na kufanya maamuzi muhimu. Pamoja na ugumu huu, tunaamini kwamba pendekezo hili linawezekana tukiwa na dhamira ya dhati ya kutafuta maendeleo ya watu katika ngazi za chini. Sasa twende kwenye mabadiliko muhimu ambayo yanahitajika ili utaratibu huu wa kuanzia chini, mipango ya kuanzia chini kwenda juu uweze kufanikiwa. Katika tafakari zetu za nyuma na kwa kushirikiana na wachambuzi mbalimbali, tumeweza kuainisha marekebisho au mageuzi muhimu ambayo yanahitajika ili kuimarisha utekelezaji wa dira hii mpya. Na mageuzi hayo ni pamoja na kwanza kubadili mfumo wetu na utaratibu wa mipango. Kama nilivyosema awali, twende kwenye utaratibu mbadala. Pili, kuna haja kabisa ya kubadili mfumo wetu wa uwajibikaji. Kwa sasa hivi mfumo wetu wa uwajibikaji ni uwajibikaji juu kwa viongozi wa kitaifa, lakini ukweli uwajibikaji wa kweli unatakiwa uwajibikaji ngazi za chini, uwajibikaji kwa wananchi ambao wanawapa madaraka viongozi wa juu
kuwawakilisha. Kwa hiyo ni lazima tukubali kuwa na kujenga uwajibikaji wa kweli wa viongozi wa juu serikalini, kuwajibika kwa wananchi. Sasa hivi mihimili yote ya dola, bunge, mahakama, serikali, vyote vinawajibika kwa uongozi wa juu kitaifa. Sasa ukweli tunatakiwa tubadilishe uwajibikaji huo. Tatu, ugatuzi wa madaraka. Ni lazima tujitahidi ku decentralize decision making ili kuepuka hii nguvu kubwa ambayo iko katika dola na kuwapa madaraka ngazi za chini. Mageuzi mengine ni kutafuta mbinu za kuhuisha na kujenga maadili mema katika jamii. Maadili tunaamini kwamba ndio msingi wa maendeleo. Jamii yote ambayo haina maadili haiwezi kupiga maendeleo makubwa. Na bahati nzuri, mafundisho ya kanisa kuhusu jamii yana mafunzo mazuri sana kuhusu namna ya kujenga maadili mema katika jamii. Jingine ni kuweka mfumo mzuri zaidi wa mgawanyo wa pato la taifa. Ushindani wa soko katika soko huria mara nyingi huacha watu wengi nje ya mfumo wa soko. Watu ambao hawana uwezo kwa kweli wanatupwa nje. Kwa hiyo kuna haja ya kuangalia ni namna gani tunaweza kuwa na mgawanyo wa usawa zaidi wa pato la taifa, ili watu wengi zaidi wafaidiki na watoke katika lindi la umaskini. Tunaamini vile vile taasisi za fedha zinabidi zibebe majukumu zaidi ya jamii, na hasa taasisi zile ambazo zimeanzishwa kwa mitaji ya umma, hata ambazo hazijawekwa hazijaanzishwa kwa mitaji ya umma. Ukweli benki zinatumia deposit za watu, na kwa hiyo faida ile ambayo inatokana na benki sio faida ya benki peke yake, ni faida ya watu wanaoweka akiba zao katika benki. Kwa hiyo ni muhimu kabisa taasisi za kifedha nazo zibebe majukumu zaidi ya kijamii. Upatikanaji wa huduma muhimu. Tunaamini kwamba ni lazima tutafute utaratibu wa kuhakikisha kwamba huduma muhimu za jamii zinapatikana kwa wote. Sio kila mmoja anaweza kupata huduma hizi muhimu kila wakati kwa kutumia fedha zake mfukoni. Kwa ni lazima tutafute, kama jamii, tutafute utaratibu wa kuhakikisha kwamba huduma muhimu za jamii zinapatikana kwa watu wote. Kujenga siasa adilifu. Tuepuke kabisa kuwagawa watu kwa ushabiki tu wa kisiasa, kwa kushabikia vyama fulani ambayo ni partisan politics, na hasa katika ngazi za chini. Tunatakiwa tujenge siasa ambazo lengo lake ukweli ni kutafuta namna wananchi wanavyoweza kuhudumiwa vizuri zaidi kwa maendeleo yao, na sio kishabiki tu kwamba kwa sababu mimi navaa shati la zambarau au alama yetu ni ya kijani, basi unashabikia tu bila kuona mikakati ya kivyama ya kuhakikisha kwamba wanajipanga zaidi kutafuta namna wananchi wanavyoweza kusaidiwa. Mwisho ni kujenga ari ya ushiriki wa wananchi katika mipango yetu ya maendeleo. Kuna wakati tulikuwa na ari kubwa, tulikuwa na hamasa ya kushiriki katika shughuli za maendeleo, shughuli za kujitolea. Tunaamini kwamba
kujenga ari na hamasa ya kushiriki katika mipango katika ustawi wa jamii ni jambo zuri, na kwa hiyo inabidi tutafute namna tutakavyoweza kurudisha tena ile ari iliyokuwepo mwanzoni ya kushiriki katika mipango ya ustawi wa jamii, hasa ngazi za chini. Fighting inertia at the grassroots. Sasa hayo ndio mageuzi muhimu ambayo tunafikiri kwamba yatasaidia kuwezesha utaratibu huu mpya ambao tunapendekeza wa mipango ya kuanzia chini kwenda juu kutekelezeka kwa ufanisi. Lakini kuna nguzo kuu za utekelezaji makini wa dira, na tumeainisha nguzo kuu 5 za kutuwezesha kufanikisha lengo hili au mtazamo au maono haya. La kwanza ni kama nilivyosema, maadili. Bila maadili hatuwezi kupiga maendeleo na hatutashindwa kufikia malengo yetu. Kwa hiyo maadili, kujenga maadili, na hapa taasisi za kidini zina nafasi ya pekee ya kusaidia kujenga maadili mema katika jamii. Nguzo ya pili ni hii ya ugatuzi wa madaraka na kupeleka madaraka ngazi za chini, ili wananchi kule chini waweze kushiriki kikamilifu na kwa ari kubwa kutekeleza dira hii. Tukiwapa madaraka zaidi na kujenga uwezo stahiki katika ngazi za chini, maamuzi muhimu ya kiutekelezaji yatafanyika karibu sana na maeneo ya kazi, na hii italeta ufanisi katika kazi. Nguzo ya 3 ni kutilia mkazo matumizi ya rasilimali za taifa na fursa za sehemu mahalia. Zipo rasilimali nyingi, zipo fursa nyingi, tatizo ni kwamba watu wanashindwa kuzitumia. Kwa hiyo tutilie mkazo matumizi ya rasilimali zetu ili tuondokane na huu tegemezi wa wananchi wanategemea serikali inategemea wafadhili, wakati kuna rasilimali za kutosha ambazo tungejenga uwezo wa kuzitumia, tungeweza kuondokana na hali hii ya utegemezi. Nguzo ya 4 ni huduma muhimu za jamii kupatikana kwa wote. Tuna wajibu huo kama nilivyosema wa kuhakikisha kwamba huduma muhimu zinapatikana kwa wote, hasa kupitia mfumo wa bima za afya. Na nguzo ya 5 ni kutafuta namna ya kusaidia au kusaidia jeshi kubwa la vijana ambao wanamaliza kwenye vyuo, kwenye mashule, wanatoka wako mitaani, hawajui waanzie wapi. Nafikiri taifa lina wajibu wa kuangalia vijana, kuwajengea uwezo, sio tu katika ajira, lakini vile kutafuta namna ya kuwapa nyenzo ili washiriki kikamilifu katika shughuli za ujasiriamali. Tunaamini hizi nguzo ni muhimu kabisa ili ziweze kusaidia kujenga au kutekeleza wazo hili ambalo tunalipendekeza la mipango ya kuanzia chini kwenda juu.